kwa habari ya changamoto ambazo umekuwa ukizipitia kwenye maisha yako. Nazungumza kwa habari ya magonjwa ambayo yamekutesa kwa muda mrefu. Nazungumza kwa habari ya vile vitu ambavyo vimekufanya uendelee kuwa hapo kwa muda mrefu. Wale wazee walikaa kwa muda mrefu wakiwa wanapita kwenye shida, wakiwa wanapita kwenye matatizo, wakiwa wanapita kwenye taabu kama unazozipitia leo, wakiwa wanapita kwenye maisha magumu kama unayoyapitia leo. Ndipo neno la Bwana likashuka kupitia Mungu mwenyewe. Mungu anawakumbuka, anawaambia, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha, mlivyokaa kwenye matatizo haya vyatosha, mlivyokaa kwenye maisha haya magumu vyatosha, mlivyokaa katika hali ngumu kiasi hiki inatosha. Anzeni kugeuka sasa, anzeni kubadilisha mwelekeo, anzeni kumtafuta Bwana, anzeni kutafuta wema wa Bwana, maana mara zote unapomtafuta Bwana lazima tu utampata. Kwa Mungu aliona kabisa wako watu wanapita kwenye maisha magumu, wako watu wanapita kwenye milima na matatizo ya kila namna, wako watu wanapita kwenye mambo yasiyoelezeka, mambo ambayo inawezekana huwezi kumweleza jirani yako, mambo ambayo inawezekana huwezi kumweleza rafiki yako, lakini Bwana anasema hayo mambo yote unaweza kuyapeleka kwake, hayo mambo yote unaweza kuyasogeza kwake, unaweza kumchapia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Naona majeshi kama bado tumelala hivi. Naomba jeshi liongezeke hapa. Naona kama bado tumelala. Haleluya. 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 Bwana aliona kabisa kwamba kuna nyakati ngumu unapitia, kuna kipindi kigumu unapitia, akalituma neno lake ili kukutoa kwenye maangamizo, ili kukutoa kwenye huo mlima. Anasema ulivyouzunguka mlima huu, ulivyopita kwenye matatizo yako kwa muda mrefu, inatosha sasa. Bwana ameyaona matatizo yako, Bwana ameziona changamoto zako, Bwana ameona kuzunguka kwako kwa muda mrefu, kubaki kwako kwenye hali yako ya kawaida. Ndipo ametutuma ili tuweze kukutoa kwenye maangamizo yako, ili tuweze kukutoa kwenye utumwa wako. Neno la Bwana linaniambia mara zote watu walipojitoa kwa ajili ya Yesu, Yesu alibadilisha maisha yake. Na mimi nimekuja kukutangazia ya kwamba wakati wa kutoka kwako, wakati wa kukombolewa kwako, kutoka kwenye kila matatizo, kutoka kwenye kila vifungo, kutoka kwenye kila aina ya mambo yaliyokusumbua kwa muda mrefu, wakati wako ni sasa. Wakati wako ni sasa. Kutoka kwako kumewadia, kutoka kwako kumewadia. Hautaishi tena maisha yaliyokusumbua kwa miaka mingi, hautakaa kwenye magonjwa yaliyokusumbua kwa miaka mingi, kwa sababu Yesu anaposhuka, anashuka na uzima. Kwa sababu Yesu anaposhuka, anashuka na maisha mapya. Anasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, yale ya kale yamepita na tazama amekuwa mapya. Nimekuletea ujumbe wa Bwana, nimekuletea habari njema ya kwamba hata kama kuna mambo magumu umeyapitia kwa miaka mingi, lakini neno la Bwana linapokuja linaachilia maisha mapya, linaachilia mwenendo mpya, linaachilia kutembea kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Mateso unayoyapitia sio sababu ya kubaki hapo, mateso unayoyapitia sio sababu ya kuendelea kuwa hapo. Ni kweli umezunguka mlima, ni kweli umekaa kwenye mlima, lakini neno la Bwana limekuja kukutoa hapo. Neno la Bwana limekuja kukutoa kwenye maangamizo. Neno la Bwana limekuja kukupa maisha mapya. Haleluya. Hakuna kitu kinachoshindikana kwa Bwana. Hakipo. Hakuna jambo linalomshinda. Kwenye kitabu cha Warumi anauliza, anasema hivi, hadithi mtaki anasema hivi, ni kipi kitakacho nitenga na upendo wa Bwana? Je, ni njaa, ni vita, ni magonjwa? Hapana. Anasema vyote hivyo haviwezi kunitenga na ukuu wa Yesu. Sasa nakuja kukwambia mtu wa mahali hapa, hakuna kitu chochote kinachoweza kukutenga na neema ya Yesu. Hakuna maisha yoyote yanaweza kukuweka mbali na Mungu. Neno la Bwana limekuja kwa ajili ya kukupa mwenendo mpya. Hata kama kuna magumu uliyapitia kwa miaka mingi, lakini hakuna sababu ya kubaki hapo. Ni kweli umekaa kwenye mlima, ni kweli umekaa kwenye magonjwa, ni kweli umekaa kwenye matatizo, lakini kutoka kwako kumewadia siku ya leo. Kutoka kwako kumewadia siku ya leo. Kuinuka kwako kumewadia siku ya leo. Neno la Bwana limekuja kwa ajili ya kukutoa kwenye maangamizo. Haleluya, haleluya. Lazima utoke hapo. Lazima utoke. Kuja kwetu hapa tumekuja kwa ajili ya kazi moja. Kukutoa kwenye vifungo, kukutoa kwenye maangamizo, kukutoa kwenye maisha ya kawaida yaliyokusumbua kwa miaka mingi.
Mama, umezaa watoto lakini watoto hawaeleweki. Kutoka kwa watoto wako kumewadia. Kuinuka kwa watoto wako kumewadia. Sisi ni shuhuda. Sisi ni uhalisia wa haya tunayoyasema. Ni mashahidi kabisa. Ukiwaona vijana kama hawa, ni matokeo ya kumkubali Yesu. Ukiwaona umependeza hivi, ni matokeo ya kumkubali Bwana. Maana yake ni kwamba unapomkubali Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anabadilisha maisha yako, anabadilisha historia ya maisha yako. Unaweza kumfanania Kristo kama unavyoona namna unavyomfanania Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ubadilike. Ukiwa na Yesu lazima ubadilike. Ukiwa na Yesu lazima maisha yako yabadilike. Petro amekaa na Yesu kwa miaka 3. Lakini wanamwambiaje? Nasema wanamwambiaje? Petro, hata kutembea kwako inaonekana wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Mpaka kutembea, mpaka kuwaza, mpaka kunena, mpaka kulima, mpaka kupanda, mpaka biashara, unaonekana ni mwanafunzi wa Yesu. Usijichukulie kawaida ile hali kwamba Yesu amekukubali, maana yake amekupa maisha mapya. Ile hali kwamba Yesu amekupa nafasi, maana yake amekuamini. Ile hali kwamba Yesu amekupa afya, ni kwamba anatamani umtendee mambo makubwa, anatamani uendelee kumtumikia, usimwache hata siku moja. Ndio maana anasema sitakupungukia wala sitakuacha. Hajaangalia mabaya uliyofanya, hajaangalia dhambi ulizofanya, anachokiangalia ni uwekezaji aliyoweka ndani yako. Maana kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia, Mungu alikujua, Mungu alikufahamu, Mungu alikutaka. Ndio maana amekuweka Mpayungu. Lengo ni moja, kuhakikisha unamtumikia, unamjua, unamheshimia bila kukaa hapo hapo ulipo. Lazima upige hatua. Niko nimezunguka, niko nimekaa kwenye ile eneo kwa muda mrefu, lakini neno la Bwana linasema saa ya kutoka kwako, saa ya kuinuka kwako imewadia. Nayo ni sasa. Saa ya kuinuka kwako, saa ya kubadilishwa kwa maisha yako, saa ya kubadilishwa kwa familia yako ni sasa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mpayungu, Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Bwana anawapenda sana. Ukiona Yesu anawaletea kundi kubwa namna hii, mjue sababu kubwa ni moja tu. Bwana anawapenda. Bwana anawapenda. Tena anawapenda sana. Sasa tusome mbele. Kile kitabu cha Isaya sura ya 42 na mstari wa 22. Maandiko yanasema, watu wangu ni watu waliofungwa na kutekwa. Watu wangu wamenaswa kwenye mashimo. Watu wangu wamewekwa kwenye magereza. Watu wangu wamefungwa, lakini hapana asemaye rudisha. Lakini sisi tumekuja kusema ni saa yako ya kurudishwa. Ni saa yako ya kutoka. Shetani ana kawaida ya kuweka watu kwenye vifungo. Shetani ana kawaida ya kuweka watu kwenye mashimo. Ana kawaida ya kuweka watu kwenye magereza. Inawezekana hauko kwenye gereza, lile gereza ambalo unalijua la kawaida, lakini kuna mahali amekufunga huwezi kutoka. Neno tulio kuja nalo ni kwamba hata kama kuna mahali umefungwa, Yesu anaweza kukutoa kwenye ile eneo. Yesu anaweza kukufungua kutoka kwenye hivyo vifungo. Unakumbuka namna ambavyo Danieli aliwekwa kwenye shimo la simba. Unakumbuka namna ambavyo Danieli aliwekwa ili simba wammeze, ili simba mtafune, lakini kwa sababu alikuwa na Bwana, aliingia kwenye shimo lakini alitoka mzima. Maana Yesu anasema kwamba hata kama tuweko kwenye mashimo bado utatoka ukiwa mzima. Hata kama tuweko gerezani bado utatoka mzima. Kwa nini? Kwa sababu unapomwamini Bwana anakupa maisha, na maisha anayokupa Yesu hakuna anayeweza kuyachukua. Ndio maana nasema ni heri kumwogopa yule anayeua roho pamoja na mwili kuliko kumwogopa auaye mwili peke yake. Yesu anapokupa afya anakupa uzima. Ule uzima aliokupa hakuna anaweza kuutoa. Ule uzima aliokupa, ile afya aliokupa, sio magonjwa, sio kifo, sio kitu chochote, sio tatizo lolote linaloweza kukutoa kwenye afya aliyokupa Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata kama uko kwenye vifungo, leo ni siku yako ya kutoka. Leo ni saa yako ya kutoka. Kutoka kwako kumewadia. Majeshi waambie, kutoka kwako kumewadia. Kutoka kwako kumewadia. Umekaa kwa miaka mingapi? Umekaa kwa miaka mingapi kwenye hicho kifungo? Lakini Yesu siku ya leo anataka akufanye kuwa huru. Biblia inaniambia
ya kwamba mwana akiwaweka huru mnakuwa huru kweli kweli. Maana hata kama unafungwa, Yesu anapokuja anakufanya unakuwa huru. Hata kama umewekwa kwenye magereza, hata kama umewekwa kwenye vifungo, Yesu anapokuja anakufanya unakuwa huru. Anakutoa kwenye kila ile vifungo, ule uhuru wako unarejeshwa, unatolewa kwenye mateka, alafu unapewa neema ya kukaa kwenye uhuru wa Kristo. Haleluya. Nikupe mfano mmoja. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 4. Napenda sana. Biblia inasema, anzia tu mstari wa kwanza. Biblia inasema alikuwepo mtu mmoja anaitwa Petro na Yohana. Walikuwa wanakwenda kusali majira saa 9 alasiri. Na walipokuwa wanakwenda, wakamkuta kiwete mmoja ambaye tangu kuzaliwa kwake amezaliwa akiwa hivyo hivyo. Na yule kiwete alikuwa anachukuliwa na watu, alafu anawekwa kwenye mlango wa kanisa au mlango wa hekalu unaoitwa mlango wa uzuri. Lengo lilikuwa ni moja: watu wanapoingia kanisani wampe sadaka, watu wanapoingia kanisani wampe chochote walichonacho. Sasa wakapita miamba wawili, wakapita watu wa Mungu wawili, wakapita watu walioitwa wawili, watu ambao Mungu amewaamini, watu ambao Mungu amewatuma. Walipokuwa wanapita kwenye lile eneo ili kuingia kanisani, walipofika tu, yule kiwete akaanza kuwatazama. Alipowatazama, lengo lake lilikuwa ni moja, akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro na Yohana wakamwambia, hatuna fedha, hatuna dhahabu, hatuna kitu chochote cha thamani, lakini tulicho nacho ndicho tukapato. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, simama uende. Haleluya. Huyo amezaliwa hivyo hivyo. Akaambiwa, kwa jina la Yesu simama uende. Simama uende. Yule kiwete akawa anashangaa. Alitegemea kuna dhahabu. Inawezekana kuna mtu hapa Mpwayungu, ulitegemea tutakuja na fedha, ulitegemea tutakuja na vitu vya kukupa, lakini tulicho nacho ndicho tunachokupa. Tuna Yesu ndani. Yesu tuliye naye ndiye tunaikupa. Hatuna fedha, hatuna dhahabu, hatuna kitu kingine chochote. Zaidi na zaidi, Yesu alichotupa, ametupa neno lake. Yesu alichotupa, ametupa nguvu zake, ametupa neno, na sisi tunakuletea neno ili likutoe kwenye maangamizo yako. Bwana Yesu asifiwe. Yule kiwete akiwa anashangaa, akaambiwa, bado hujaelewa? Akaambiwa, nishike mkono. Maandiko anasema alipomshika mkono Yohana, nyayo za vifundo vya miguu yake zikapata nguvu, akaanza kurukaruka, akaanza kutembea tembea, akaingia hapo kanisani, akaanza kuzunguka, akaanza kucheza cheza. Watu wakawa wanashangaa, wanasema, huyu si yule kiwete, huyu si yule mama Mpwayungu, huyu si yule mtu wa kawaida, si mtu aliyeteswa kwa miaka mingi. Mbona ameanza kutembea? Mbona ameanza kuona? Mbona maisha yake yamebadilika? Hawakujua kwamba Yesu anapokuja anakuja na uhai. Hawakujua kwamba Yesu anapokuja anakuja na maisha mapya. Na sisi tumekuja kwa sababu Yesu tuliyembeba anaweza kuvunja kila nira, anaweza kuvunja kila vifungo, anaweza kukutoa kwenye kila ile maangamizo. Yesu tuliye naye hashindwi na kitu chochote. Anasema ni jambo gani la kumshinda Bwana? Hakuna chochote kwake kinachoshindikana. Iwe maisha yako ni magumu, Yesu anaweza. Iwe watoto wako hawaeleweki, Yesu anaweza. Kitu chochote ambacho hauwezi, mpelekee Bwana Yesu. Haleluya. Sikiliza hii nyingine. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, kuanzia mstari wa 16. Alikuwa na mtu mmoja, naye alikuwa akifanya kazi moja, na kazi yake ilikuwa ni kuchukua fedha za watu, kwa sababu alikuwa ndani yake ana pepo la uaguzi. Sasa nikisema pepo la uaguzi au pepo la utambuzi, ni pepo linalotambua kitu ulichonacho, changamoto ulionayo. Kwa yule mtu ameishi kwa miaka mingi akiwa anachukua fedha za watu, anawatabiria watu, kama ambavyo kuna baadhi ya mitume wanaweza kutabiri, baadhi ya manabii wanaweza kutabiri, lakini yule mtu hakuwa anatabiri kwa jina la Yesu. Kilichotokea, Paulo akaja. Alafu alipokuja, hakuja peke yake, akaja na bwana mmoja, akaja na chuma kimoja anaitwa Sila. Walipofika tu, walipomwangalia tu, wakasema, wewe mama, njoo hapa.
Alipofika wakamwombea, maandiko yanasema lile pepo likamtoka. Lilipomtoka, watu wa lile eneo wakaanza kusema, hao watu waliokuja wanaleta desturi mpya, desturi ambazo kwenye jamii yetu hatujazizoea. Kwa sababu hiyo yawapasa wakafungwe, wakachukuliwa, wakapigwa mijeledi na kila aina ya mateso, wakawekwa kifungoni. Biblia inaniambia ya kwamba walipochukuliwa waliwekwa kwenye chumba cha ndani, na mlinzi mmoja akapewa kazi, akaambiwa hakikisha unawalinda hawa watu. Lakini walipokuwa kwenye gereza, wakiwa katika chumba cha ndani, likatokea tukio la ajabu. Majira ya saa 8 za usiku, wale watu wawili kati ya wafungwa zaidi ya 100, watu wawili wakaanza kuimba, watu wawili wakaanza kuabudu, wakaanza kusema, unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili peke yako, hakuna kama wewe. Walipokuwa wanaimba, maandiko yanasema likatokea tetemeko, likatokea tetemeko. Lile tetemeko lilipotokea halikuwa la kawaida, lilisababisha kila kamba walizokuwa wamefungwa, kila minyororo waliokuwa wamefungwa inatoka. Ilipotoka, yule mlinzi akaanza kushangaa, kwa sababu vifungo vimekwisha kutoka, kwa sababu malango yamekwisha kufunguka. Mlinzi anashangaa, anasema, nani kawafungua watu? Akachukua kisu, anataka kujichinja. Alafu Paulo akamwambia, usijichinje, kumbuka tunamtumikia Yesu aliye hai. Kitu cha msingi, mkubali Yesu na uokoke. Bwana asifiwe. Hakuna jambo linalomshinda Yesu. Watu waliofungwa gerezani kwenye chumba cha ndani, wamefungwa kamba za mikatale, wakatoka. Tatizo lako ni la kawaida sana. Maisha yako ulionao haupaswi kuishia hapa. Haupaswi kuishia hapa. Sisi unaotuona hatujaishia hapa tulipo. Yesu ametuahidi kuna mahali anatupeleka. Na kwa sababu kuna mahali tunakwenda, tumekuja kukwambia na wewe, hapa ulipo sio mahali pako. Ni kweli umezunguka kwa miaka mingi, ni kweli umekaa kwenye hii shida kwa miaka mingi, lakini Yesu ameleta habari njema ya kukutoa kwenye maangamizo, ya kukutoa kwenye vifungo, ya kukutoa kwenye mateso yaliyokusumbua kwa miaka mingi. Ni kweli kuna ugonjwa umekaa nao kwa miaka mingi, ni kweli kuna matatizo umekaa nao kwa miaka mingi, yamekusumbua na hauoni njia. Umeenda kwa waganga, haupati majibu, lakini Yesu ndiye jibu. Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Anasema, mimi ni njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Mkiniamini mimi, chochote mwombacho mtapata. Mkiniamini mimi, mkinikubali mimi, lolote mwombalo mtalipata. Tumekuletea jina lililokuu kuliko majina yote. Maandiko yanasema jina kuu lipitalo majina yote ni jina kuu la Yesu, jina lililoinuliwa, jina lililokwezwa kuliko majina yote. Tumekuletea jina kuu linaloweza kukutoa kwenye maangamizo, linaloweza kukutoa kwenye vifungo, linaloweza kukutoa kwenye magonjwa yaliyokusumbua kwa miaka mingi. Na mimi ninakutangazia kama mtumishi wa Bwana, kama mpako mafuta wa Bwana, ya kwamba saa ya kutoka kwako imewadia sasa. Saa ya kuinuka kwako imewadia sasa. Saa ya kutoka kwenye vifungo, saa ya kutoka kwenye mateso, saa ya kutoka kwenye maisha magumu imewadia sasa. Saa ya kutoka kwenye kila aina ya mateso, saa ya kutoka kwenye kila aina ya matatizo imewadia sasa. Kutoka kwako kumewadia, kuinuka kwako kumewadia, maisha mapya yamewadia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Simama mahali ulipo.